Leo nataka tuangalie nguvu ya utii inavyoweza kuleta baraka kwenye maisha yako. Nilikuambia kwa Mungu kufanikiwa ni kanuni na duniani kufanikiwa ni kanuni. Inategemea na kanuni tu utakavyoweza kuifuata. Kwa shetani kufanikiwa ni kanuni. Haleluya. Hakuna kitu utakipata nje ya kanuni. Haijalishi tuko kwa Mungu tunaomba, lakini zipo kanuni za kuzifuata. Bwana asifiwe sana. Na ukishindwa kuzifuata kanuni, pia kuna tatizo. Haleluya. Sasa nitaangalia kipengele cha utii ambacho kimebeba vitu vingi. Sasa nakupa definition ya utii. Utii ni nini? Kwa hiyo nguvu ya utii inavyoweza kuleta baraka kwenye maisha yako. Utii ni nini? Utii ni kitendo cha kukubali kufanya maelekezo au maagizo uliopewa na aliye na mamlaka ya juu zaidi kuliko wewe. Narudia tena. Utii ni kitendo cha kukubali kufanya maelekezo au maagizo au wajibu, unaweza kuongezea hapo, unayopewa na aliye na mamlaka ya juu zaidi ya kwako wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana yake ukishindwa kutii, kuna vitu hutapata. Tunajua tu katika kitabu cha Isaya anasema ukitii utakula mema ya nchi, ukiasi utaangamizwa kwa upanga, maana kinywa cha Bwana kimenena haya. Maana yake kwenye kutii zipo baraka, ambapo anasema kuna mema ya nchi. Kwenye kutokutii anasema kuna kuangamizwa kwa upanga. Maana yake kutokutii lugha yake nzuri ni kitu kinaitwa kuasi. Kuasi ni kwenda kinyume cha sheria. Kuasi ni kwenda kinyume cha taratibu. Kwa hiyo wengi ambao hatutii unakuta huko kwenye kundi la uasi. Mungu atusaidie sana. Okay, hiyo ni definition ya kwanza. Unaweza ukajipima. Nani ana mamlaka kubwa zaidi ya kwako? Wa kwanza mwenye mamlaka kubwa zaidi ya kwako ni Mungu. Pili, kanisa. Tatu, ofisini kwako. Pia na nyumbani kwako. Wanawake, kifungo chetu kikubwa ni kutii. Yaani kitu ambacho Mungu ametuambia wanawake ni tutii. Maana yake mamlaka ya mwanamume ni kubwa kwenye familia kuliko ya mwanamke. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani ukiona tumeandikiwa kutii, jua elementi za utii hatuna. Ndio maana Mungu amesisitiza. Yaani kabisa hatuna elementi za nini? Za utii. Ndio maana Mungu akasema enyi wake watiini waume zenu. Unaweza kumkuta mwanamke ni kweli mtii nje, anaweza kumtii bosi wake, lakini ni ngumu kumtii mume wake. Unaweza kumkuta mwanamke mwingine ni mtii, anaweza katii labda watu wengine wenye title fulani fulani nje, lakini akashindwa kumtii mume wake. Ukiona hivyo ni kweli kabisa elementi za utii kwetu wanawake ni ndogo, za kutafuta na darubini. Mungu atusaidie. Definition ya pili. Utii ni kusikiliza kwa makini na kutenda kile ulichoelekezwa kwa hiari, na heshima na kwa unyenyekevu. Nyie, hizi definition zinakatakata. Mimi sijui kama zinakukata wewe. Mimi hapa zinanikata mwenyewe. Ngoja niseme tena utii. Utii ni kusikiliza kwa makini na kutenda kile ulichoelekezwa kwa hiari, si kwa kulazimishwa, si kwa kutishiwa, si kwa shuruti. Umenielewa? Anasema kwa hiari. Alafu hiari inayoendana na heshima. Heshima inayosukumwa na unyenyekevu. Bwana asifiwe sana. Yaani ukija kuangalia hizi definition za utii, unajua tumezoea unaambiwa utii. Wakati nasemeshwa naziandika hizi definition, ndio nikajua sisi wengi ni mabomu. Wewe niambie kiwango unachokitii neno la Mungu kwa hiari, kwa heshima na kwa unyenyekevu. Yaani unagundua kabisa mimi nishafeli. Sijui kama unaelewa ninachokisema. Unajua ukiangalia hizi definition usisikilize, jiweke kwenye nafasi. Mungu akisema, ni mara ngapi tunamsikiliza kwa makini? Ni mara ngapi tunatenda tulichosemeshwa? Tena tunatenda kwa hiari, si kwa kushurutishwa. Alafu si tu kwa hiari, kwa heshima. Na haitoshi tu heshima, kwa unyenyekevu. Bwana asifiwe. Kwa ukijipima kwenye hiyo mizani kwamba mimi ni kiwango gani nina utii, mbele za Mungu mamlaka ya kwanza.
Turudi basi, hata kama ni mamlaka ya kwanza kwa Mungu, kimvuli kingine cha mamlaka ya Mungu ni kanisa. Tuangalie jinsi gani sisi ni watii ndani ya kanisa. Tuangalie sisi ni watii kiasi gani kwa kila neno linalofundishwa. Maana yake Biblia inasema Mungu analituma neno kutuponya na kututoa katika maangamizi. Maana yake kutoka katika maangamizi yako kunategemea wewe kusikiliza kwa makini. Na kama unasikiliza kwa makini, kutenda kwa hiari na kwa heshima na kwa unyenyekevu. Maana yake kinyume na hapo utabaki kwenye maangamizi ya muda mrefu. Bwana asifiwe. Kwa tukija kuangalia, kuna vitu vingi. Tatizo sio la Mungu, tatizo sio la shetani, tatizo kubwa ni sisi. Umenielewa ninachokisema? Maana Biblia inasema kwenye kile kitabu cha Zaburi ya 107, anasema hulituma neno lake na kutuponya na kututoa katika maangamizi yote. Hakuna mtu ambaye hayuko katika kipengele kina maangamizi kwenye maisha yake. Kwa hiyo ili Mungu akutoe, anasema analituma neno. Akilituma neno, anakusubiri usikilize kwa makini. Ukishasikiliza kwa makini, ukatende kwa hiari, sio kwa kulazimishwa, sio kwa kushurutishwa. Alafu utende kwa heshima. Kutenda kwa heshima, unatenda kwa kiwango cha kumfurahisha Mungu. Umenielewa ninachokisema? Na kutenda kwa unyenyekevu ni kutenda kwa moyo wa kutetemeka. Bwana asifiwe sana. Isaya 66:1-2 anasemaje? Anasema mbingu ni kiti changu cha enzi, dunia ni sehemu ya kuwekea miguu yangu. Akasema mtanijengea nyumba ya namna gani? Akasema mtu huyu ndiye nitakayemwangalia, atetemekaye asikiapo neno langu. Maana chochote cha Mungu, Mungu anachokusemesha, unapaswa kutenda kwa kutetemeka. Na sio kutetemeka mbele za wanadamu, kutetemeka mbele za Mungu. Maana kutetemeka mbele za Mungu, utafanya kama anachotaka, na utafanya kwa kiwango sahihi anachokitaka, na utafanya kwa muda sahihi aliyokusudia. Means ukitenda nje ya majira, sio kutii. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya kanisa. Haleluya kanisa. Sijui kama unaelewa, hakuna kitu kigumu kama utii. Utii ndio maana kibibilia kilichobeba baraka kubwa ni kitu kinaitwa utii. Kilichotupa ukombozi msalabani ni utii wa Yesu. Kasome kile kitabu cha Wafilipi, anasema alikuwa mtii hata mauti ya msalaba. Kwa hiyo Yesu si tu alikufa, alitii agizo la kufa, alitii agizo lenye maumivu, alitii agizo lililobeba aibu, alitii agizo ambalo sio rahisi kutii. Aliingia nalo kwenye maombi, akamwambia Mungu, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke. Maana sio kirahisi, Mungu umenituma nije, lakini nimepima kwenye mizani na kiona hicho kikombe sio kirahisi, kiondoe. Na Mungu alimnyamazia kwenye maombi yake, hakumjibu. Baadaye alipobadilisha maombi, akamwambia nikiwa ni mapenzi yako yatimizwe, lakini si mapenzi yangu mimi ninayoyataka, mapenzi yako yatimizwe, wachana na ya kwangu. Ndio Mungu akagundua, ameshtuka, saa hii anahitaji mapenzi ya Mungu, ngoja nimuongeze nguvu ili aweze kutenda mapenzi ya Mungu. Hata kwenye kutii tunahitaji nguvu ya Mungu kutusaidia kuweza kutii kile cha kimungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. My dear, kutii, it is not that simple. Sio rahisi unavyosikia. Sio rahisi kwa maneno manne UTII. Hapana, sio rahisi hivyo. Ni neno fupi lakini ni gumu sana. Ni neno fupi ambalo litaweza kuingiza watu wengi sana jehanamu. Ni neno fupi lakini ni gumu sana. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Utii. Embu ingekuwa okay, ngoja niangalie mfano mwingine. Ibada ni 1:00 kamili, si ni sawa? Yesu angekuwa anasimama pale mlangoni 1:00 kamili, anafunga mlango, walioko ndani siku hiyo waende mbinguni. Do you think how many people watabaki nyuma? Umeelewa ninachosema? Alafu kiubinadamu tu, siku hiyo mchungaji achafukwe, 1:00 kamili abaki mlangoni, afunge na kufuli, wazee wa kanisa wabaki. Unajua mtaama kanisa? Si unajua mtasema kwani kanisa ni hili moja? Tena kanisa lenyewe hili utalichambua kuliko karanga. Si unajua mwenyewe jinsi unachonga. Lakini kwenye ulimwengu wa roho, Yesu anasimamiaga muda. Malaika wanakuaga 1:00 kamili on the spot. On the spot.
wanakuja kwa idadi ya watu waliotumwa kanisani. Kuna malaika wanaingiaga asubuhi kumaki waliowahi, na waliowahi wanapata cha kwao. Na ile saa ya kutoka, unajua kuna watu wanakimbiaga ile ibada ya mwisho kabisa ya baraka. Kuna watu wanatoka before. Kuna malaika wanatakiwaga tena kuripoti. Nyie mnafikiri Ukristo ni mwepesi namna hiyo ndugu zangu? Hebu tuchukulie mfano mzee wa kanisa. Yesu asimame mlangoni saa 1 kamili. Saa 1 kamili. Alafu hawatangazii kwamba Jumapili nitakuwepo saa 1 kamili. Hawatangazii. Alafu kingine, siku ya kutoa fungu la 10, mwamba aje apokee mwenyewe. Mziki utakuwepo, kina Anania watakufa. Mziki utakuwa, kwa sababu kuna watu ni waizi. Anapokea milioni 2, analeta fungu la 10,020. Si unajua hiyo ipo ili mradi awepo katika kundi la waliosimama. Bwana Yesu, si uje siku moja. Bwana asifiwe. Mbona mmenyoea? Anakuwepo kila siku, ni kwamba hajaamua kufanya mambo. Hivi ndio maana tunaona kanisa la Agano la Kale kama lilikuwa lina nguvu sana kuliko la Agano Jipya. Sio kweli. Ni kwa sababu walikuwa wanapewa adhabu on the spot. Sisi kinachotufunika ni kitu kinaitwa neema, lakini tusiichezee neema ya Mungu. Sema amina. Nimekupa definition ya pili ya utii. Haya, ngoja niende ya 3. Ngoja niende definition ya 3. Utii ni kufanya jambo au kufuata maelekezo na kufanya jambo uliloelekezwa au uliloamriwa kwa wakati sahihi, katika eneo sahihi na kwa kiwango sahihi, bila kuongeza wala kupunguza. Umesikia hiyo ilivyo ngumu zaidi? Yaani kama kwa kadiri tunaendelea definition ndo zinakuwa ngumu. Si umeona eh? Ngoja nirudie tena. Utii ni kufanya jambo au kufuata maelekezo na kufanya jambo uliloelekezwa au uliloamriwa kwa wakati sahihi. Kama amesema ufanye saa 7 mchana, ukifanya saa 8 umefeli. Umesikia nilizosema? Kama alikwambia ufanye mwanzo wa mwezi, ukifanya mwisho wa mwezi umefeli. Kama alitaka ufanye jambo mwisho wa mwezi, ukafanya jambo mwanzo wa mwezi, umefeli. Maana sio nini? Kutokutii. Kutokutii, yani kutii nusu, sio kutokutii. Umesikia nilichokisema? Kutii nusu, sio kufanya nini? Sio kutii. Okay. Ni kufuata maelekezo na kufanya jambo uliloelekezwa au uliloamriwa kwa wakati sahihi. Alafu si tu wakati, eneo sahihi. Ukimaliza eneo sahihi, kwa kiwango sahihi. Umenielewa? Bila kuongeza wala kupunguza. Namba 4, definition ya mwisho ambayo ni rahisi sana, ambayo pia ni ngumu zaidi. Utii ni kiwango cha juu sana cha unyenyekevu. Utii ni kiwango cha juu sana cha nini? Cha unyenyekevu. Kumbe hakuna unyenyekevu bila utii. Umesikia nilichokisema? Ukitaka kujua kiwango chako cha unyenyekevu, angalia kiwango chako unatii Mungu, unatii mamlaka zilizowekwa. Si unajua Biblia imesema tiini mamlaka iliyowekwa. Maana yake hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu. Mamlaka zote unapaswa kutii. Kwa hiyo mnyenyekevu hatumfafanui kwa sura ya nje. Mimi nakumbuka nilivyookoka. Mimi nilivyookoka tu nikawa naimba praise. Nikaja nikawa naimba praise, huku ni mwalimu wa Sunday school. Nishafundisha Sunday school mwenzenu. Nikawa praise, afu nikawa na mwalimu wa Sunday school. Sasa kwenye praise team kulikuwa na dada mmoja mpole. Yani sio mpole in such, mkimya. There is a difference between mpole and mkimya. Si unajua hicho kitu? Kuna watu ni wakimya lakini wanakasheshe. Tena sheshe lao sio dogo. Sasa mimi nilivyomuona yule dada mkimya, nikaona kanisani watu wote wanamsifia. Yani fulani mpole. Mimi huyo shwa kwenye magoti. Mungu uliye hai, nifanye mpole kama fulani.
Niliomba. Wewe unajua mlokole aliyeokoka mwanzo kwamba naomba siku hiyo nifanywe mpole. Majirani wanasikia eti maombe ya fulani anaomba kufanywa kuwa nani? Mpole. Kumbuka hapa unavyoniona mimi ndio mpole. Wewe jiulize tu wakati sijaokoka mimi ndikwaje. Kwa hiyo naomba kuwa mpole. Naomba kuwa mpole. Nimeomba kweli. Wakati nimeomba nilipomaliza nikasikia sauti ya Mungu ikiniambia nitakufunulia fulani alivyo ili ujue unachokiomba. Sikumbuka sio sauti ya shetani, ni Mungu. Kesho inayofuata katikati ya wiki tulikuwa tuna ibada. Kwa hiyo praise team lazima tuwepo. Nilipofika siku hiyo nikawa naimba tena, ikawa Jumapili. Si unaona wadada walivyojipanga na nguo zao nzuri. Wamejipanga, wamependeza, na sisi tukaja tunajipanga. Bwana ni Bwana. Yaani ile nimeshika, nilikuwaga sijui naimba sauti ya 4 au ya 6 au ya 7. Nilikuwa sina sauti. Na lazima nilikuwa nikiimba nikae na chupa ya maji. Kwa sababu nilikuwa na kii moja nyembamba inapanda mpaka nakooa. Kwa hiyo yani wakati kanisa linaitikia mimi napooza ka sauti kangu ili ninywe maji. Sasa siku hiyo ndio naambiwa nitakufunulia ujue uliomba uwe mpole kama fulani. Nimeimba hivyo, yule dada aliniangalia mbele ya madhabahu, watu wote wanaona. Ndio sasa ngasema mbona wewe mpole leo ananifanyia vituko madhabahuni. Nikawa nikishika maiki nikiimba mimi, wote wanakaa kimya. Unajua hicho ni kitabia kidonda ndugu cha praise team. Sio kimeanzia hapa, nina kijua. Kwa hiyo ukiimba wao wananyamaza, tena yeye ndo aimbi. Nikasema Roho Mtakatifu akaniambia usiombe kufanana na mtu, omba nikutengeneze kama ninavyotaka. From there I don't trust anyone. Namwamini Mungu tu anitengeneze mwenyewe. Bwana asifiwe sana. Kwa nini nimekupa huu mfano? Usidanganyike na mtu mkimya sana kwamba ni mnyenyekevu. Unyenyekevu tunaotakiwa kuiga ni wa Yesu peke yake. Usitafute mtumishi yoyote ukasema mimi nataka kuwa mnyenyekevu kama fulani. Mimi nilikuwa mnyenyekevu, ndio nimeokoka najijua mnyenyekevu. Siku moja mtu alinirusha change. Hivi niliwashuhudia hapa? Sijawashuhudia. Nilipanda daladala. Nauli 400. Mahali nashukia ni 350. Nimekaa kwenye gari naambia konda shusha kituo cha mbele. Ananiambia haya nashusha. Nipe change yangu. Change shilingi 50 hiyo. 400 toa 350 balance ngapi? 50. Hoya maza akaanza unajua watu wa Arusha wanavoongea kwenye daladala. Hoya maza, nikapigwa neno gumu. Huku ndani nasikia kifua kinafanya fa kama pale Pachura hapa. Fa kinakuja kinarudi. Kinakuja kinarudi. Naambia shusha kituo cha mbele nipe chenchi yangu. Hoya maza 50 tu nadai. Si akanishusha sasa. Mwenye 50 yake niko hapa. Kitendo cha kushuka akagonga gari. Kaambia hivi wewe unagonga gari, nikashuka naye. Juu kwamba gari iende tubaki wote. Hapo nimeokoka na ni mnyenyekevu. Ndio nimetoka kuomba maombi ya kuwa mnyenyekevu. Sasa baba mmoja kwenye ile daladala mwisho huku nyuma akatoa kichwa akaniambia mtumishi Bwana Yesu asifiwe. Ndio nikakumbuka nimeokoka nikamwachia. Yaani nikakumbuka sasa ndio nimefanya nini? Nimeokoka. Lakini hapo nimeshatoka kuomba maombi ya kuwa mnyenyekevu. Yaani ndio nimeshafanya maombi ya kuwa mnyenyekevu wewe. Unyenyekevu wa uombwi unatengenezwa na Mungu kulingana na neno la Mungu. Bwana asifiwe. Kwa hiyo mimi niliomba alafu sikutaka kutengenezwa mapema. Unafikiri inakuja tu papa. Unyenyekevu ni process. Bwana asifiwe. Yesu akasema jifunzeni kwangu. Mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Sasa haya njoo tumchambue huyo Yesu sasa. Anasema mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Anaingia hekaluni. Anakuta wanauza vitu. Akachukua fimbo, chapa kuanzia kiongozi wa juu mpaka wa chini. Huyo ni mnyenyekevu. Kumbe tumefanana kidogo na Yesu Chapa kweli kweli. Anarudi anasema mwambieni yule mbwea natoa pepo leo na kesho. Anaita mtu mbwea. Hivi leo mimi nisimame hapa naambia kama mwambieni mbwea fulani. Si mtani ushanga mtajua nimechanganyikiwa. Sasa Yesu huyo
Ndio anasema jifunzeni kwangu, mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Ngoja niweke hichi kitu wazi. Unyenyekevu haumbadilishi mtu kutokukemea dhambi. Umenielewa eh? Unyenyekevu sio kufumbia macho ujinga. Yesu alikuwa mpole na mnyenyekevu wa moyo, lakini penye uzembe alikuwa anakemea, penye ujinga alikuwa anakemea. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo kuna watu tunapendaga, hata labda mimi sijui nyewe mnamuombeaje mchungaji wenu, labda muombea mchungaji Ema, ukifanya kitu ambie Bwana waponye, Bwana wasa, wewe acha. Bwana asifiwe. Unyenyekevu sio kutokukemea dhambi. Kuna watu mtumishi akiwakemea mnaona si mnyenyekevu. Kutokukemea dhambi ni mbaya. Mmenielewa eh? Sasa nataka nikuonyeshe kitendo cha kutii. Kitendo cha kutii kwa kiwango sahihi katika eneo sahihi. Si unakumbuka nilikwambia? Kutii ni kufanya jambo au kufuata maelekezo ulioelekezwa, ulioamriwa kwa wakati sahihi, katika eneo sahihi na kwa kiwango sahihi, bila kuongeza wala kupunguza. Nenda Mwanzo 22 tumtazame mzee Ibrahim. Hapa ndo inafafanua kwa kiwango sahihi, katika eneo sahihi, na alifuata nini? Maelekezo. Haijalishi hayo maelekezo yanauma kiasi gani kutoka kwa Mungu, fuata. Umenielewa ninachokisema? Sikiliza, fuata. Sometimes kinachouma ndicho kimebeba baraka zako. Umenielewa ninachokisema? Yaani kile unachokiona very soft, unachokitaka mara nyingi sana hakina matokeo. Nenda kwenye Biblia from Mwanzo to Revelation. Tafuta watumishi wa Mungu waliosemeshwa na Mungu. Vingi walivyosemeshwa hawakusemeshwa wakiwa wana furaha. Hawakusemeshwa kitu kikawa kitamu. Kila walichosemeshwa kilibeba maumivu, na kwa namna walivyokitii kilileta matokeo. Sasa sisi katika kizazi tulichoko, kuna vitu hatutaki kufanya. Haleluya. Leo sio wao, ni kidole changu kikubwa hichi. Bwana asifiwe. Kwa hiyo sisi kuna vitu tunataka kufanya kwa namna tunavyotaka. Mungu akitaka ufanye kitu, hataki ufanye unavyotaka, na wala hataki ufanye unavyoweza. Sijui kama umeelewa. Mungu hataki ufanye unavyotaka, hataki ufanye unavyoweza. Ndio maana Mungu akitaka ufanye kitu, hakupi unachokiweza, anakupa atakachokuwezesha. Umeelewa ninachosema? Maanake akikupa ufanye unachokiweza, yeye si Mungu. Maanake kuna kitu lazima ukifanye extra ili uone na yeye nguvu zake ambazo ni extraordinary. Sijui kama umeelewa ninachokisema. Kwa hiyo Mungu akikusemesha ufanye kilichoko kwenye ukifanya kitu katika uwezo wako, bado si Mungu. Sijui kama unaelewa ninachokisema. Mungu akikusemesha kitu, siku zote Mungu akitaka kukupa hatua, hakuambii nipe begi hili. Anajua huyu jamaa ana uwezo wa hili begi. Si atatoa mfuko atanipa begi. Atamwambia kitu ambacho kitamfanya atafakari, kitamfanya atumie nguvu za kibinadamu na za kiroho. Umeelewa ninachokisema? Kitamfanya hata apungue uzito huyu. Nini anatafuta? Kutafuta kufanya Mungu anachokitaka. Na sisi mara nyingi hatutakagi kujishughulisha katika makubwa, tunapenda katika manyonge. Siku zote ukifanya vitu vya kiroho na vya kimungu katika manyonge, tegemea majibu manyonge. Umeelewa ninachokisema? Lakini Mungu akitaka ufanye kikubwa, hata kama una uwezo nacho, ukithubutu kufanya, anasema ijapoonekana mwanzo wako huwa ni mdogo, hata huo mwisho wako utakuwa mkubwa sana. Mungu atakupa kufanya jambo, fanya katika ukubwa na katika utukufu wa kwake. Alafu siku zote hicho unachokiona kigumu Mungu amekusemesha, lazima kina matokeo makubwa. Mungu hastakagi vitu vidogo vidogo hata siku moja. Mungu hawezi Mungu hawezi kuambia nipe hilo gauni. Gauni, wewe una magauni mangapi kwenye kabati lako? Mpaka mengine tunayasahau. Sijui kama unaelewa ninachokisema. Mimi mwenyewe kuna nguo nahamishiaga kwenye asante shangazi, na sio kwamba zimechoka, mpya kabisa. Naona hizi sasa nizipumishe, nianze kuzivaa hizi. Mungu hawezi kunidai nguo zilizoko kwenye asante shangazi. Mungu akitaka nimbariki mtu, atanipeleka kwenye duka ambalo ni gauni kubwa
lenye uwezo mkubwa, lenye hadhi kubwa, lenye heshima kubwa. Mungu akitaka kitu kwako, anatafuta moyo wako, anatafuta utii wako. Mmeelewa leo kanisa? Usifikiri Mungu kwamba ana shida sana. No. Jana nilikuonyesha, anasema nchi na vyote vijazavyo ni mali yake, dunia na wote wakao ndani yake. So anavyotaka kitu kwako, anakupima wewe ni wa kwake. Anapima utii wako, anapima upendo wako, anapima heshima yako. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tumwangalie huyu mzee jamani, tunamsomaga sana. Mwanzo 22. Ukiweza kunisikiliza taratibu, kama na yeye ataweza kuweka ubaoni aweke, lakini usifungue, sikiliza, kwa sababu nitasoma kwa haraka. Mwanzo 22. Naanza kusoma kuanzia mstari wa kwanza. Nasoma katika jina la Yesu. Nasoma, anasema, ikawa ya baada ya mambo hayo Mungu alimjaribu Ibrahim. Umesikia sentensi anavyosema? Mungu alifanya nini? Ngoja niongea hapo. Kuna vitu Mungu atavitaka kwako, anakujaribu. Biblia inasema Mungu amjaribu mtu. Mungu anatujaribu eneo la sadaka tu, hakujaribu kwenye eneo lingine. Umeelewa ninachokisema? Ngoja nimsome huyu mzee. Ikawa baada ya mambo hayo Mungu alimjaribu Ibrahim, akamwambia Ibrahim, naye akasema mimi hapa. Akasema umchukue mwanao wa pekee huyu Mungu Bwana, umpendaye Isaka, ukaende zako mpaka nchi ya Moria, ukamtoe sadaka ya kuteketezwa huko juu ya mlima mmoja wapo nitakaokuambia. Ibrahimu akaondoka alfajiri, akatandika punda wake, akachukua vijana wawili pamoja naye na Isaka mwanawe, akachanja kuni kwa ajili ya hiyo sadaka ya kuteketezwa. Akaondoka akaenda mpaka mahali alipoambiwa na Mungu. Siku ya tatu Ibrahimu akainua macho yake, akapaona mahali pakali mbali. Ibrahimu akawaambia vijana wake, kaeni ninyi hapa na punda, mimi na kijana tutakwenda kule tukaabudu na kuarudia tena. Basi Ibrahimu akazitoa kuni na hiyo sadaka, akamtwika Isaka mwanae, akatoa moto na kisu mkononi mwake, wakaenda wote wawili pamoja. Isaka akasema na Ibrahimu babaye akinena, babangu. Naye akasema, mimi hapa mwanangu. Akasema, tazama, moto upo, kuni zipo, lakini yuko wapi mwana kondoo na sadaka ya kuteketezwa? Ibrahimu akasema, Mungu atajipatia mwana kondoo. Kwa hiyo Ibrahimu akasema, kwa hiyo sadaka mwanangu. Basi wakaendelea wote wawili pamoja, wakafika mahali pale alipoambiwa na Mungu. Ibrahimu akajenga madhabahu huko, akaziweka tayari kuni, kisha akamfunga Isaka mwanawe, akamweka juu ya madhabahu. Juu ya zile kuni Ibrahimu akanyosha mkono wake, akakitoa kile kisu ili amchinje mwanawe. Ndipo malaika wa Bwana akamuita kutoka mbinguni, akasema, Ibrahim, Ibrahim. Naye akasema, mimi hapa. Akasema, usimnyoshe kijana mkono wako, wala usimtende neno, kwa maana sasa ninajua ya kuwa unamcha Mungu, iwapo kunizuilia mwanao wa pekee. Ibrahimu akainua macho yake, akaangalia, na tazama, kondoo mume yuko nyuma yake, amenaswa pembe zake katika kichaka. Basi Ibrahimu akaenda akamtoa huyo kondoo, akamtoa awe sadaka ya kuteketezwa badala ya mwanawe. Ibrahimu akapaita mahali hapo Jehova Jire, kama watu wasemavyo hata leo, katika mlima wa Bwana itapatikana. Malaika wa Bwana akamwita Ibrahimu mara ya pili kutoka mbinguni, akasema, nimeapa kwa nafsi yangu, asema Bwana, kwa kuwa umetenda neno hili, wala ukunizuilia mwanao wa pekee. Katika kubariki nitakubariki, na katika kuzidisha nitauzidisha uzao wako katika nyota ya mbinguni, na kama mchanga ulioko pwani, na uzao wako utamiliki mlango wa adui zako, na katika uzao wako mataifa yote ya dunia watajibarikia, kwa sababu umeitii sauti yangu. Basi Ibrahimu akawarudia vijana wake, wakaondoka wakaenda zao pamoja mpaka Berisheba. Ibrahimu akakaa huko Berisheba. Ikawa baada ya mambo hayo Ibrahimu akaambiwa ya kwamba, tazama, Milka naye amemzalia Nahori ndugu yako wana. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Ninatamani kama vile usikilize tu, usiandike, lakini sijui kama utaweza kusikiliza. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikuonyeshe Mungu yeye ni baba. Kama alijua anataka Isaka, na alijua atajitwalia mwana kondoo. Umeelewa ninachokisema? Kwa nini alimwambia nipe Isaka? Umeelewa ninachokisema hapo?
Manake alimwambia nitolee Isaka mwanao wa pekee umpendaye sana. Mungu alijua Ibrahim alivyokuwa anamtafuta kipindi hana Isaka. Alikuwa ameongeza kumtafuta sana. Alikuwa ameongeza kutoa sadaka nyingi sana. Nenda kachungulia Biblia yako. Kuanzia amempata Isaka ametoa sadaka mara ngapi? Umeshawahi kusoma? Kuanzia amempata Isaka, Ibrahimu alipanda mlimani mara ngapi? Ndio wewe utaweza kukumbuka. Nilikwambia kipindi cha shibe kuna vitu vinapungua vya kimungu kwa watu wengi sana. Umeelewa? Kipindi cha shibe kuna vitu vya kimungu vinapungua sana kwa watu wengi, especially eneo la ibada. Kwa Mungu akamchungulia Ibrahim, ule muda aliokuwa anampa Mungu aliwekeza kwa Isaka. Aliwekeza kwa nani? Ule muda aliwekeza kwa Isaka. Kwa sababu aliuwekeza kwa Isaka, Mungu akaangalia ile fellowship waliokuwa nayo na Ibrahim before Isaka ilipotea. Ndivyo ilivyo watu wengi, baada ya Mungu kuwafanikisha, ibada zao zimepungua viwango. Hivyo kuna watu walikuwa wanajitoa kwa Mungu, nafasi zao kanisani zimekuwa desh. Kwa nini? They are too busy kwa ajili ya Bwana, hawana nafasi tena. Mmenielewa? So Mungu akamwangalia Ibrahim akamwambia nitolee mwanao wa pekee umpendaye sana. Aitwaye nani? Isaka. Sheria na kanuni za kisadaka kwa Mungu. Mungu achukuagi sadaka kwa kila mtu. Naomba nirudie hii sentence. Nasema Mungu achukuagi sadaka kwa kila mtu. Hata ukiona wewe utoi sadaka, sio kwamba huna cha kutoa. Kuna kitu huna ndio maana utoi sadaka. Mungu achukuagi sadaka kwa kila mtu. Mungu anachukuaga sadaka kwa mwenye moyo wa kupenda na kwa kile anakipenda. Ndio maana alimtazama Ibrahim, akaona ule upendo aliokuwa nao kwake umepungua na umerudi kwa Isaka. Mungu hakutaka mnyama tena, alimwambia nitolee Isaka. Kwa sababu Mungu ukisoma kwenye kitabu cha Kutoka 25 kuanzia mstari wa 1 na wa 2, akamwambia Musa nichukulie sadaka yangu. Sadaka sio za kanisa, sadaka ni mali ya Mungu. Umesikia ninachokisema? Sadaka yoyote ukitoa ukiona umenipa kanisa, wewe umekosea. Sadaka anapewa Mungu. Matumizi ya kanisa is up to them, ni kusudi la Mungu. Umeelewa ninachokisema? Watu wengi wanafeli kwa sababu kesho nitakufundisha nani tunampa sadaka. Kesho Roho Mtakatifu anisaidie, nani tunampa sadaka na vipi tunaitoa sadaka yetu inaenda kwa Mungu straight, na vipi sadaka zetu zingine kwa nini hazifiki. Umeelewa ninachokisema? Kwa hiyo Mungu akamwambia nipe Isaka. Ibrahim tena akamuelekeza nenda Moria. Katika nchi ya Israeli ipo milima mingi sana. Kuna mlima Sinai ambayo Musa alikwenda kupewa amri 10. Umenielewa? Kuna mlima nini? Karmeli ambao ni mlima Elia Mungu alijifunua. Kuna mlima Ararat ambayo safina ya Nuhu ilitua hapo juu. Mnaelewa? Kuna mlima gani tena? Moria. Si sawa? Mimi sijui milima mingine, naijua hiyo minne nimeisoma kwenye Biblia. Kuna Mzeituni. Unasema tuliona Yesu alienda kwenye mlima wa Mzeituni. Mimi sijaenda huko. Kwa hiyo wewe nisikilize according to the Bible. Kwa Mungu alikuwa anajua iko milima mingi. Ndio maana akamwambia nenda mpeleke Moria. Na Moria mpaka utoke alipokuwa Ibrahim mpaka Moria ulikuwa mwendo wa siku ngapi? Wa siku 3. Maana yake kulikuwa kuna milima iliyokuwa karibu. Kwa nini Mungu hakutaka mlima uliokuwa karibu? Kwa nini alitaka Moria? Ndio kile tunarudi pale. Utii ni kufuata maagizo ulioelekezwa katika eneo sahihi kwa kiwango sahihi. Umenielewa ninachokisema? Kwa Mungu akamwambia namtaka mkamtoe huyu kijana nenda kamchinjie Moria. Kwa nini alimtaka Moria? Wakati anatembea na Isaka. Naweza nikampata mtu mbele yangu, mtoto mmoja mdogo, kijana mdogo, mtoto mmoja yoyote mdogo, au amelala, njoo huyo mtoto mzuri, njoo mwanangu, njoo mtoto mzuri sana.
Njoo tukufanyie mfano wa kondoo anaenda kuchinjwa Isaka. Ulikuwa unakuja wewe? Isaka alikuwa hajawa mkubwa hivi. Unamwona huyu sasa, tutatembea wote. Ibrahim akamchukua Isaka, akamtwisha nini? Kuni. Isaka akawa anaenda na baba yake siku ya kwanza. Kwa nini alimtembeza muda mrefu? Wakati anamtembeza Isaka, maumivu aliyokuwa nayo kwa Isaka yalikuwa sio madogo. Tembea kule mwanangu, twende taratibu. Wakati anatembea naye, kabeba kuni. Kabeba, ngoja nikupe kuni. Nipe hiyo Bible mama kuku. Eka kichwani kwako mwanangu, fanya hivi, shika mikono miwili. Endelea kwenda kule. Kwa hiyo wakati anaenda naye, anatembea naye taratibu, anaangalia mwanangu kabeba kuni za kwenda kumchoma. Sijui kama umeelewa. Nyie mnaweza mkaona jambo dogo, lakini pale Mungu alikuwa anamtoa Isaka kwenye moyo wa Ibrahim. Mmeelewa? Alikuwa anamtoa Isaka kwenye moyo wa nani? Wa Ibrahim. Anatembea, anamwangalia kwa maumivu. Isaka anafika mbele, geuka huku mwanangu. Anamuuliza, baba, kuni tunazo, sadaka iko wapi? Nisikilize nikwambie, sadaka isiyo kujaribu still sio sadaka. Sikiliza tena, sadaka isiyo kujaribu bado sio nini? Kama hujawahi kutoa sadaka iliyo kujaribu, I'm telling you today, hujatoa sadaka. Kama hujawahi kutoa sadaka iliyo kuuma hivi, au hujawahi kutoa sadaka mpaka leo, hujawahi kutoa sadaka. Mungu akupe neema utoe sadaka. Sema amina. Sadaka yoyote yenye majibu ndio sadaka za namna hii. Kwa hiyo mtoto amemsimama, wanakaa kikao tena barabarani. Baba, kuni hizi hapa, sadaka ziko wapi? Baba anajibu, wewe ndio sadaka. Alafu anamwambia Mungu atajitwalia. Kwamba tayari kashajitwalia, unajua. Na kile wakati anamsemesha kinauma sana. Mzee wa kanisa, Mungu akikwambia umtolee milioni 20 na ndio iko yenyewe, itakuhubiria ile milioni 20, na kuambia kabisa, sadaka isiyokuhubiria sio sadaka. Wewe unaweka buku mbili zako kwenye ahadi, hata haikushtishi. Wewe hujaweka sadaka. Mimi nakwambia, sadaka ni ile unaitoa, unasikia inahubiri. Utaishije? Utaishije? Unatoa sadaka hii, umesahau mwezi wa 6 watoto unatakiwa walipia ada. Sadaka isiyo kusemesha sio sadaka. Sadaka kama haijakuhubiria, my dear, hujawahi kutoa sadaka. Kuna watu wanatoaga sadaka zao ni bubu, hazipigagi hata kelele. Hazipigagi hata nini? So, wakati Mungu anamsemesha Isaka, twende mwanangu, safari haijaisha. Kwa hiyo anatembea naye. Isaka akigeuka, Ibrahim anafuta machozi kwamba huyu tena ndiye sadaka. Alafu ananiuliza tena, nitatoa, tunaitoa wapi sadaka? Kuni tunazo, sadaka ziko wapi baba? Mtoto ameshatembea siku 3 kama babake, miguu inauma, amechoka, na jinsi baba ni noma, hakubeba kuni, alimbebesha mwenyewe. Kwamba kuni hizo zitakuteketeza, hizo. Kwa baba pale, kitu Mungu alikuwa anafanya, alikuwa anamuoa Isaka moyoni. Umenielewa? Wakafika Moria, baba akajenga madhabahu, akachukua kuni. Amechukua kuni kabisa, akamaliza. Mwisho kabisa hawezi kumwambia sasa, alimkamata kwa nguvu, akamlaza. Akafanya nini? Kumbuka wakati anamlaza ilikuwa sio rahisi, lazima alikuwa analia. Alikuwa ameshafikisha umri, ajui kama atazaa tena, lakini alimtoa kwa imani, akijua Mungu haweza kumpa watoto wengine tena. Kanisa la Mungu, nenda kakae mwanangu, Mungu akubariki, ukawe mkubwa kuliko Isaka kwa jina la Yesu. Sasa sadaka yoyote Mungu anayotaka utoe, hauitoi kwa sababu unataka, unaitoa kwa sababu umesemeshwa. Nataka nisikie amina. Sadaka zote tunazoziona kwenye Biblia, mpaka zimeandikwa, mpaka ile iliyoibiwa na Anania na Safira, zote Mungu aliwasemesha. Sadaka ni mtu wa kiroho anayewakilisha nafsi ya mtoa sadaka. Hiyo ndio definition ya sadaka. Sadaka ni alama ya kiroho. Unapotoa sadaka, hautoi sadaka as sadaka. Ni nafsi yako
inawakilishwa na sadaka unayoitoa. Hivi mmeelewa nilichokisema? Nirudie. Mimi napenda wanafunzi wanaosema kwa ujasiri, rudia. Hatuko kukimbia, tuko kuelewa. Bwana asifiwe sana. Umeelewa? Hatusemi bora liende, lazima muelewe. Bwana asifiwe. Amina. Na tukienda mbio mbio bila kuelewa, hiyo pia ni mbaya. Bwana asifiwe. Sadaka ni nini? Umenielewa? Lazima ujue sadaka ni nini. Na Mungu kwa nini tunaisema sadaka? Watu wengi si kwamba hawapendi kutoa sadaka, hawajui thamani ya kutoa sadaka. Umenielewa? Hawajui thamani ya kutoa nini? Sadaka. Sasa vijana wawili njoo, wawili chapchapu, kama kuna vijana kama wapo niwaite watu wa kwaya kuu. Is it serious? Vijana wako wapo? Sogeza hii hapa pembeni. Hawa mwachukue waimbe kwaya kuu. Hapo hapo. Mnawataka waimbaji? Umesikia mama zenu wanasema wanawataka. Mimi naomba nitoe mfano na madhabahu. Bwana asifiwe sana. Kwa nini nataka nikuonyeshe mfano mzuri wa sadaka? Na kwa nini sadaka nyingi zina majibu na zingine hazina majibu? Kwa nini sadaka nyingi tunazoziona kwenye Biblia? Mwisho saa ngapi? Mnasemaje? Ndio maana leo nimesema siombi. Nilikuwa nataka nifundishe kitu kieleweke. Bwana asifiwe. Serious, kesho tena nitakufundisha kitu uelewe sana. Bwana asifiwe. Sadaka unayoiona sadaka yako. Biblia inasema kwenye Mathayo 6:21. Nisikilize vizuri, usiandike, ukiandika utapoteza. Si unaona hata mimi sisomi. Mathayo 6:21 inasema hivi. Hazina yako ilipo ndipo na moyo wako utakapokuwepo. Nataka nikupe definition ya sadaka. Sadaka ni nini? Sadaka, mimi nasemaga hivi, Roho Mtakatifu alinifundisha. Sadaka kama hazina yako ilipo ndipo na moyo wako utakapokuwepo. Moyo wako unawakilisha nini? Unakuwakilisha, si ni sawa? Kama hazina yako ilipo, maana yake sadaka yako. Sadaka hii, si nimeishika hii sadaka 5-2, si ni sawa? Mimi nikizileta sadaka, nikiziweka madhabahuni, naombeni nitumie mfano wa madhabahu. Nikizileta sadaka madhabahuni, nikaziweka mfano hapa, kule nitaenda, nikaziweka hapo. Sadaka ni kitu cha kiroho kinachowakilisha nafsi ya mtoa sadaka. Mmeelewa ninachokisema sasa? Mmeelewa ninachokisema? Nimeweka kitu, lakini kwa sababu si kitu, hakiwakilishi kitu. Sadaka ni mtu wa kiroho anayewakilisha nafsi ya mtoa sadaka. Nikiweka ile sadaka pale, hata nikaondoka nikaenda Moshi, nikaenda Dodoma, nikaenda Mwanza, Mungu akiitazama ile sadaka kwenye madhabahu ya Makabe, ananiona mimi Florence, haoni pesa. Umeelewa ninachokisema? Haoni pesa. Hata nikiitoa baada ya miaka 20, mimi nitaondoka Makabe, lakini sadaka yangu niliyoipanda Makabe imefika kwa Mungu ikiwa kupitia madhabahu ya Makabe. Ninyi ninaweza nisiombe, lakini sadaka hii nikiitoa, maombi mtakayoomba Makabe, sadaka yangu ita-attract kile kinachosemwa kwenye madhabahu ya Makabe, kwa sababu nimekuwa sehemu ya mahali hapa. Bwana asifiwe sana. Kwa sadaka ndio maana tunapata shida nyingi sana makanisani. Watu hawatoi sadaka si kwa sababu hawapendi. Sometimes they don't know the meaning of sadaka. Siku ukijua maana ya sadaka, hutakaa ufanye utani na sadaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Hutakaa ufanye utani na kitu kinaitwa sadaka. Niwekee Zaburi ya 118:27 ubaoni. Utagundua sadaka, mbingu ikipokea sadaka, kuna vitu havibaki kwako. Ndio maana kuna vitu tukitoa sadaka, hutakiwi kuomba. Ile sadaka yako ikiripoti, maisha yako yameripoti. Ndio maana unakuta shetani anakamata watu wasitoe sadaka
kwa sababu hawajui maana ya sadaka. Weka haraka haraka hilo neno ubaoni. Bwana ndiye aliye Mungu, naye ndiye aliyetupa nuru. Ifungeni dhabihu kwa kamba pembeni mwa madhabahu. Biblia inasema hazina yako ilipo ndipo na moyo wako utakapokuwepo. Alafu anasema fungeni hizo sadaka zenu zote mnazozileta kwa kamba. Wapi? Kwenye madhabahu. Umenielewa? Fungeni sadaka kwa kamba wapi? Pembeni mwa madhabahu. Maana yake, Angela, ukileta sadaka wewe utaondoka, utaenda ofisini, ukimaliza ofisini utaenda nyumbani. Lakini Mungu ukishamaliza kuomba, wengi tukimaliza kuomba utendaji kazi umeisha, tunasubiri malaika wajibu. Maombi tukiomba, wanaojibu maombi na kuchukua maombi ya watakatifu duniani ni malaika. Anasema na mwana kondoo alipofungua muhuri ya 7 kukawa kimya mbinguni kama muda wa nusu saa. Mstari wa 2 mpaka wa 5. Nami nikawaona wale malaika 7 wasimamao mbele za Mungu, wakapewa baragumu 7. Na malaika mwingine akaja akasimama mbele ya nini? Ya madhabahu. Na chetezo cha dhahabu akapewa uvumba mwingi ili autie pamoja na maombi ya watakatifu wote juu ya madhabahu ya dhahabu iliyo mbele. Subiri, nataka huu mstari. Na malaika mwingine akaja akasimama mbele ya nini? Akiwa na chetezo cha dhahabu akapewa uvumba mwingi ili autie pamoja na maombi ya watakatifu wote juu ya madhabahu ya nini? Madhabahu ya nini? Iliyo mbele ya nini? Very good. Sasa iko hivi, nisikilize kwa makini. Tunapokuja kanisani, hii ni madhabahu. Usiandike kitu, sikiliza. Hii ni nini? Ni madhabahu. Kama hii ni madhabahu, madhabahu yoyote tunazoziona kwenye makanisa yetu ni kimvuli cha hii madhabahu iliyoko mbinguni katika ulimwengu wa roho. Mmenielewa ninachokisema? Ni kimvuli. Umenielewa? Maanake hii madhabahu ni kiwakilishi ya madhabahu ya wapi? Ya mbinguni. Na Biblia inatuambia madhabahu ya mbinguni iko mbele ya nini? Ya kiti cha enzi. Usiondoe huo mstari. Let's say na usiondoe vizuri, unanilinda vizuri, usiondoe. Let's say hapo kwenye msalaba palitakiwa pakae nini? Sema kiti cha enzi. Nani anakaa kwenye kiti cha enzi? Mungu mwenyewe. Umenielewa? Mnanielewa taratibu? Kama Mungu mwenyewe anakaa kwenye kiti cha enzi, mbele ya kiti cha enzi kuna nini? Madhabahu ya nini? Ya nini? Madhabahu ya dhahabu. Bwana asifiwe. Tukileta sadaka tunampa nani? Kama kuna mtoa sadaka ambaye ni mwanadamu, mpokea sadaka ni nani? Aliyeketi kwenye nini? Aliyeketi kwenye nini? Alafu kwenye ile Zaburi ya 118:27 usirudishe, sikiliza. Anasema ifungeni sadaka wapi? Pembeni mwa nini? Very good, very good, very good. Njoo dada mzuri wa apartment. Njoo. Hapa nimepatia. Unamwona huyu dada anavokuja? Simjui, simama hapo hapo. Unamwona huyu dada anavokuja? Biblia inasema hazina yako ilipo ndipo na moyo wako utakapofanya nini? Huyu dada akija na sadaka, let's say kaja na hii sadaka. Umenielewa? Si amekuja, shikilia mfano. Si kaja na hii sadaka. Hii sadaka ya huyu dada, Mungu haioni hii sadaka. Anaangalia hapa. Hazina yako ilipo ndipo na moyo wako utakapofanya nini? Kwa hiyo hii sadaka, ndani ya moyo wake kuna nini? Watoto wake, mume wake, kazi zake, biashara yake, mapito yake, waadui zake, kila kinamchomte, hata kama ana ugonjwa, vyote vinafungwa kwenye hii nini? Kwa hiyo anapoleta hii sadaka, ikafungwa hapa, ikawekwa hapa, sio tu sadaka imewekwa, kila alicho nacho kinafungwa kwenye madhabahu. Kwa hiyo huyu ataondoka na mpokea sadaka ni Mungu. Kama ikifungwa kwenye madhabahu, aombe asiombe, lazima majibu.
Mungu akubariki. Aombe, unaweza ukarudisha sasa. Nikatokea kwenye huo mwanga. Nilikuwa nataka kwanza. Rapa yanda rabasaya. Mmeelewa? Nimewaambia watu hawatoi sadaka. Si kwamba watu hawajui, hawapendi sadaka. They don't know the meaning of sadaka. Na wengi hawajui sadaka zao zinaenda wapi. Mmeelewa nilichosema? Mmeelewa kidogo? Nilikuwa nataka muelewe kidogo, sio sana. Mkielewa sana mtakuwa na sifa. Kidogo. Bwana asifiwe. Mmeelewa kidogo? Sasa kesho ndio nitaanzia hapo kufundisha sadaka. Sasa sadaka, si kila sadaka inapokelewa. Ndio nitakuja kukuambia. Huwezi kutoa sadaka yenye mapooza ukapata matokeo. Unatoka na fimbo ambao hukuitegemea. Sadaka kama sadaka. Ndio nimefundisha kidogo, hiyo nimekupa kidogo. Bwana asifiwe. Baba nakuomba msemeshe kila mmoja sadaka ya kutoa. Naomba uwaondolee mazoea ndani ya mioyo yao katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu uliye ndani ya kila mmoja, sema na kila mmoja kwa kiwango ulichomkusudia yeye akitoe kwa ajili ya utukufu wa jina la Yesu. Amina.